Bwana, ndugu zangu bwana, familia, mambo vipi? Oya, sisi huku tuko poa, kishikaji fulani hivi. Japokuwa najua ndugu zangu mnaonisikiliza hapa, kwa upande wa mwezi huu hapa, mimi sio mtabiri. Nasema sio mtabiri. BHB mimi sio mtabiri. Lakini najua tu kati ya watu ambao mnanisikiliza hapa sasa hivi, wenye watu watatu sikosi mmoja ambaye anaugua mafua au kikohozi kwa mwezi huu. Ninajua tu. Msije mkasema kwamba mimi ni mtabiri, lakini najua tu. Anyway. Bwana, karibuni sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii bwana. Inayokwenda kwa jina la Miss Lota. Miss Lota bwana, kama mnakumbuka vizuri, ni mwanadada ambaye ameshangaa kuona mwanaume anakuja nyumbani kwake akijitambulisha kwamba ni mume wake, na amempa na uthibitisho wote. Ameonyesha mpaka vyeti vya ndoa mpaka siku anafunga ndoa. Lakini kwenye kichwa cha mwanadada Lota ana uhakika kabisa hajawahi kufunga ndoa hata siku moja. Ndo kwanza yeye ana mpenzi wake tu, ambapo mpenzi wake yeye anaitwa Talo na yupo huko Nairobi. Anaitwa Talo Evander Kim. Huyo ndio mpenzi wake. Lakini hajawahi hata yeye huyo mpenzi wake mwenyewe hawajawahi kufunga ndoa pamoja. Lakini ameshangaa mwanaume ambaye amekuja nyumbani amemthibitishia kwamba yeye ni mke wake, ana madai hayo, na ameonyesha vyeti vya ndoa na kila taarifa mpaka polisi. Anyway, nisiongee sana, nikaribu tamu wa simulizi yetu katika sehemu ya kwanza. Kama unahitaji sehemu ya kwanza, basi ingia hapo, angalia hapo sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii. Hii ni sehemu ya pili. Na kukaribisha sana, twende pamoja. Hivi tuone, je, ni kweli kwamba kijana Eino alifunga ndoa na mwanadada Lota? Na kama wamefunga ndoa, kwa nini mwanadada Lota anamkataa? Na kama hawajafunga, ni nini ambacho kimepelekea mpaka awe na vyeti vya uhakika na mambo mengine kama yale? Okay? Basi bwana, BHB katika sehemu hii ya pili nimekuja kwa ajili ya kukupa mwendelezo. Karibu sana, tuungane. Na kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ili uweze kupata simulizi hii na nyingine nyingi kwa raha mustarehe kabisa. Okay, karibuni katika sehemu ya pili. Katika kituo cha polisi, Afande Muya alimweleza mwanadada Lota pamoja na rafiki ambaye waliokuwa wameambatana naye, mwanadada Venla, ili waweze kubaki wakati huo kijana Eno yeye akiwa anatoka na kurudi nyumbani. Afande alihitaji mazungumzo kadhaa yeye pamoja na mwanadada Lota ili aweze kufahamu ni nini ambacho kinaendelea katika sakata lake. Madam Lota, kwanza pole na harakati kama hizi. Asante sana afande. Pole sana na matatizo haya, lakini kuna mambo fulani ningetamani niweze kuelewa hapa. Naam, niko tayari kukushirikisha. Ninatamani sana kwanza niweze kujua kwamba hivi ni kweli kwamba hujawahi kufunga ndoa na Eino, au ni kwamba kuna mbinu ambazo unataka uzitumie ili uweze kuachana na Eino? Samahani sana kama utaona kama na kuingilia mambo yako, lakini mimi niko hapa nahitaji nikusaidie. Kwa hivyo ninataka ni ufahamu ukweli. Kama labda kuna jambo unataka ulicheze, ninataka nikusaidie kitu. Kwa sababu inavyoonyesha ni kwamba kuna jambo zito humu ndani. Lakini sasa naomba unishirikishe, ili kama hutojali niweze kukusaidia namna ya kutoka hapa. Aliongea Afande Muya, ambaye alikuwa akionyesha kwamba anahitaji kumsaidia mwanadada huyo Lota. Bila shaka Afande Muya alikuwa akifahamu kabisa kwamba ikiwa atatoa msaada kwa mwanadada Lota, kwa sababu ni mwanadada maarufu na mfanyabiashara anayefahamika vizuri kabisa, basi asingeweza kutoka bila kitu chochote. Alionyesha nia ya karibu ya kusema kwamba lazima nimsaidie. Sasa baada ya kuongea maneno yale, mwanadada Lota alionyesha hali ya kushangaa na hali ya mashaka makubwa, huku akianza kunyanyua mdomo wake na kuongea na Afande Muya. Afande,
naomba nikwambie kitu ili uweze kunisaidia kama msaada upo. Katika maisha yangu yote afande, sijawahi hata siku moja kufunga ndoa na mtu yeyote. Unaona, mimi na rafiki yangu huyu hapa, Venla ndiye rafiki yangu wa siku zote, anafahamu hilo pia. Sijawahi kufunga ndoa mahali popote zaidi ya mpenzi wangu ambaye niliyekuambia kwamba yuko huko Nairobi. Sasa nimeshangaa sana kumuona huyu mtu ambaye anakuja na vitu vyote mpaka cheti cha ndoa, na vyote umenieleza kwamba vinadhihirisha kwamba kweli eti ni ndoa halali, na vile ni vyeti halali kabisa kabisa. Naomba nikuhakikishie afande, sijawahi kufunga ndoa na huyu mtu simjui, tofauti na ujio wake pale nyumbani ndipo nimeanza kumfahamu. Huyu kaka simjui, sijui wala hata niliwahi kukutana naye wapi, sijawahi. Lota, una uhakika na hichi kitu unachokiongea? Ninakuuliza mara mbili kwa sababu ikiwa una uhakika na jambo unaloliongea ya kwamba hujawahi kufunga ndoa, nataka nikwambie kwamba hili jambo lazima litakuwa lina uzito mkubwa sana ambao huwezi kufikiria. Lakini nataka nifanye assumption kwamba kweli wewe hujawahi kufunga ndoa na huyu mtu humfahamu. Sasa, katika taratibu zetu za kipolisi, hasa taratibu za kiuchunguzi wa kipolisi, huwa kuna mambo ambayo tunapenda kuyauliza ili tuweze kujua mzizi wa jambo. Cha kwanza kabisa, inabidi mimi wewe nikuulize, unafikiri kama huyu Aino amefoji hichi cheti na picha zote hizi? Kama amezifoji, japokuwa viashiria vyote vimeonyesha kwamba hivi vyeti sio vya kufojiwa wala picha, lakini nataka nifanye assumption kwamba kuna uwezekano mkubwa alitumia teknolojia mpya na akafoji hivyo vyeti. Sasa swali langu, je, unahisi kwamba ni sababu gani ambayo iliyofanya yeye aweze kufanya hivyo? Ni adui yako? Au anatumiwa na adui yako? Au Ino anakupenda sana, ni njia ya kukutongoza ili aweze kukuposa? Au kuna sababu gani ambayo unahisi imesababisha yeye aweze kutumia teknolojia aliyoitumia ili kuweza kutengeneza vyeti na picha ambazo hata zikipimwa zinaonekana kwamba ni vitu original? Unafikiri ni sababu gani? Afande aliongea pale, na hilo lilifanya sasa Lota aweze kuvuta hisia kali sana. Moja kwa moja majibu ambayo aliyoyapata mwanadada Lota kwenye kichwa chake ilikuwa ni maswala ya kwamba Ino anatumiwa kama chambo tu, lakini kuna watu ambao wako nyuma yake, na hao watu bila shaka ni watu ambao wanakuwa wako katika biashara moja pamoja na mwanadada Lota. Kufikia hapo ilibidi aanze kumpa majibu sasa afande yule. Afande, kusema kwamba huyu kaka anaweza akawa ananihitaji ndio maana ameamua nitongoze kwa njia hiyo si kweli. Kitu pekee ambacho ninachokihisi mimi ni kwamba inawezekana kuna watu wanamtumia yeye ili waweze kunivuruga mimi kisaikolojia niweze kushindwa kuendesha biashara zangu. Ninaamini sana kwamba kuna watu ambao wanahitaji waweze kunipiku kibiashara kwa sababu biashara zangu sasa hivi zinaenda vizuri. Ikiwa sio hivyo, lakini ni jambo ambalo linafanana na hilo. Kama sio mtu ambaye anahitaji kuniharibu mimi kisaikolojia, basi wanahitaji kunitapeli mali zangu kupitia mtu ambaye anaamini kwamba ni mwenzo wangu katika ndoa. Hiyo ndio sababu ambayo ninayoamini huyu anaweza akaitumia ili aweze kuambiwa kwamba ni mwanandoa mwenzangu,
ili waweze kunitapeli pesa zangu. Afande, naamini katika hizo sababu mbili ambazo zinafanana kama ni moja yenye sehemu A na B. Madam Lota, unaweza ukahisi mtu yeyote kati ya watu unaofahamu kwamba ndiye anayeweza kumtumia? Ninakuuliza hivi ili niweze kukusaidia. Afande, na mimi najua kwamba unahitaji kunisaidia. Siwezi kumpoint mtu out moja kwa moja kwamba ni yeye ambaye anayemtumia Aino. Lakini nikwambie kwamba siwezi kumpoint moja kwa moja kwa sababu wafanyabiashara ambao tunaofanya biashara zinazofanana hapa nchini sio mmoja au wawili. Na unaweza ukamdhania mtu alafu sivyo. Na kusema ukweli, katika hatua za awali hakuna mtu yeyote ambaye ninayemhisi. Lakini kampuni nyingi ambazo zinafanya kazi ya logistics zinaweza kuwa ni sababu kubwa ya kumtumia Aino ili aweze kunifanya mimi niweze kutoka katika psychology ya kuendesha biashara zangu. Lakini pia kama sio wafanyabiashara wenzangu, basi ni matapeli wa mjini ambao ni matapeli wakubwa, wanajaribu kutumia njia ndefu ili waweze kunitapeli mimi kupitia mtu ambaye wanaamini wamemjenga kwamba yeye awe ni mwenza wangu katika ndoa. Baada ya maneno yale, mwanadada Lota alikaa kimya huku akimwachia tafakuri kubwa sana Afande Muya. Basi, Madam Lota, mimi kuna kitu ambacho nataka nikushauri kwa sasa. Ndiyo afande. Ili hii kesi uweze kuiwin, yani uweze kushinda hii kesi, cha kwanza kabisa usiende kufungua kesi mahakamani. Kwa sababu ikiwa utakwenda kufungua kesi mahakamani, moja kwa moja wakipima wataona kabisa kwamba wewe ni mwongo. Kwa sababu vyeti vinaonekana sio vyeti vya kufoji, na kuna video na picha mbalimbali ambazo zinazoonyesha kwamba Aino ni mume wako wa ndoa. Kwa hivyo mahakamani katika hatua hii si sehemu sahihi ya wewe kukimbilia. Kwa sababu hatua za awali tu za uchunguzi wa kipolisi ambao huo ndio utakaotumika mahakamani unaonyesha kwamba hizo picha ni halisi na sahihi, wewe mwenyewe unakiri kwamba ni sahihi halisi ya kwako, na pia vile vile cheti cha ndoa kupitia Rita bado kimeonyesha kabisa kwamba hicho ni cheti halali. Sioni namna yoyote ambayo unaweza kushinda hii kesi mahakamani. Lakini kwanza nikuulize pia, umefahamu pia kuhusiana na uchumi wa Aino? Hali yake ya kiuchumi ikoje? Hapana, lakini kwa maneno yake mwenyewe na hata muonekano wake unaonyesha kwamba yuko vizuri. Sio mtu ambaye ni wa kubangaiza. Sio mbangaizaji kabisa. Muonekano wake, ongea yake, na hata yeye kwa ulimi wake aliniambia kwamba yeye amefuata mke tu, kwa sababu hata yeye mambo yake yameenda vizuri, hata kama sio kama mimi. Kwa hivyo ninaweza nikajua tu kwamba hali yake sio mbaya. Sasa katika hatua hiyo, kama ukimtazama, japokuwa na sisi mimi nitakusaidia kufanya uchunguzi kujua hali yake ya uchumi ya uhakika zaidi, ukiachana na maneno yake aliyosema pamoja na kumtazama kwa nje, kwa sababu ikiwa ni tapeli, matapeli wengi huwa ukiwatazama hivi utaona ni watu ambao wana pesa. Hivyo ndio njia ambazo wanazotumia za kitapeli, waonekane ni watu ambao hawana njaa. Kwa hivyo hilo tutalifanyia uchunguzi vizuri na kugundua kwamba ni kweli uchumi wake uko vizuri au la. Lakini
katika majibu ambayo ulioyatoa, ikiwa ni kweli uchumi wake utakuwa ni mzuri, hapo ndipo hali inazidi kuwa mbaya sana ukiitimkia mahakamani. Kwa sababu hata utakapojaribu kuhonga, atatumia kila njia na yeye mwenyewe, kwa sababu uchumi wake sio mbaya. Kwa hiyo, kwa ushauri wangu, usiwe na opsheni ya kwenda mahakamani, kwa sababu utashindwa, na ukishindwa tu, basi ikiwa ni matapeli watakuwa na kila sababu ya wewe kugawana mali na yeye, na watakuwa wamekushinda. Na kwa jinsi ambavyo nilivyomuona huyu kijana Eino, anaonyesha na kufahamu sana. Ndio afande, yani kila kitu anachoongea yuko sahihi. Kila kitu anachoongea yuko sahihi. Yani sijui kwa nini. Naam, sasa kama umefahamu hiyo, mimi ninakushauri, nenda naye taratibu. Usimfukuze nyumbani, usifanye chochote. Ishi naye tu kwa tahadhari hapo ndani, mpaka pale ambapo ukweli utakapogundulika. Wewe afande, yani niishi naye ndani kweli, mtu ambaye simfahamu? Nisikilize. Mpaka hapa alipofika huyu mtu anakufahamu vizuri. Hata kama akihitaji kukudhuru huyu, wala hahitaji mpaka aje ndani kwako ndipo akudhuru. Ni mtu ambaye anaweza kukudhuru hata usipokuwa naye karibu, kwa sababu anakufahamu vilivyo. Kwa hivyo kukaa naye ndani kutakufanya wewe uwe salama zaidi, kwa sababu yeye ataamini kwamba wewe umeshanywea, umeogopa, wakati huo wewe ukiwa unaendelea kumfanyia uchunguzi mkubwa. Kwa hivyo usiende naye kwa pupa hata kidogo. Msikilize anachoongea, kaa naye, kwa sababu hajakwambia anakuwa wala hajahitaji mali. Amesema kwamba yeye ni mume wako. Kaa naye kwa utulivu, msikilize mwenendo wake. Alitafakari sana pale mwanadada Lota. Baada ya kuambiwa maneno yale, aligeuka na kumtazama rafiki yake ili aweze kuona kama rafiki yake yeye anachukuliaje. Venla, rafiki yake mkuu, na yeye alimtazama, wakabaki wakiwa wametazamana. Lota alimuuliza Venla, Lota, Venla. Waliitana majina yao pale, huku kila mmoja akionyesha kwamba anahitaji neno kutoka kwa mwenzake. Venla, umesikia ushauri wa afande? Tunafanyaje? Hivi yuko sahihi kweli? Venla naye alimtazama Lota, huku akianza kumjibu, akionyesha hali ya mashaka, lakini akionyesha kuafikiana na ushauri ambao aliotoa afande Muya. Inabidi tumsikilize afande, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa mambo ya kiuchunguzi. Nafikiri tumsikilize tuone mwisho wake, kwa sababu kama alivyokuambia, hata ukienda mahakamani huwezi kushinda hiyo kesi. Kwa hivyo inabidi tumsikilize, hata kama ni riski, lakini inabidi tumsikilize, kwa sababu unaona ndio njia sahihi kwa sasa. Ushauri huo aliotoa Venla ulionyesha kuingia vizuri katika masikio na akili ya mwanadada Lota. Mwanadada Lota alitupia macho yake tena kwa afande Muya, ambaye aliyekuwa akiwatazama tu wakiwa wanaongea pamoja. Afande, mimi kwa kweli basi, lakini sina namna, naomba nichukue ushauri wako. Nitafurahi sana kama ukichukua ushauri wangu, kwa sababu nauona ndio ushauri wa maana. Sawa afande. Walimaliza kuongea pale, na mwanadada Lota katika hali ya upendo kabisa aliingia katika pochi yake na kutoa noti kadhaa na kumwachia afande Muya, ambaye alionyesha kutabasamu na kufurahi kuonyesha ile hali. Mwanadada Lota alitoa pesa ile akiwa na nia na madhumuni kwamba afande Muya aendelee kuwa karibu na yeye, na kama kuna swala lolote ambalo atakuwa analifahamu aweze kumweleza.
Afande Moyo alifurahi na hivyo kuwaruhusu wao kutoka pale, huku akiwapa ahadi kwamba kila jambo ambalo atalifahamu kuhusiana na kesi ile basi atawajuza, na hata kama kutakuwa na hatari yoyote basi atakuwa karibu na wao. Venla pamoja na Lota walitoka nje na hatimaye wakapanda kwenye gari. Moja kwa moja sasa walirudi nyumbani. Walipofika nyumbani ilikuwa sio hali ya kushangaza, kwa sababu Lota alifahamu kabisa kwamba Eino lazima atakuwa amerudi nyumbani. Na ndivyo ilivyokuwa. Alifika pale na alimkuta Eino akiwa ndani, tena ndani kabisa, na alipoingia chumbani alimkuta amepumzika kabisa. Eino alikuwa na uhakika 100% kwamba Lota ni mke wake wa ndoa na wala hajakosea. Kwa sababu tayari Lota alikuwa ameshapewa ushauri kwamba asimfanye kitu chochote kibaya Eino. Aliamua kuingia na kutulia. Walikaa pale sebuleni na kupiga story kadhaa, yeye pamoja na Venla rafiki yake. Wakati huo Venla akisema kwamba yeye anarudi zake sasa nyumbani. Siku ile Venla alirudi na kwenda kulala nyumbani kwake, huku akimwacha mwanadada Lota akiwa na mashaka ndani ya nyumba yake. Kwa upande wa Eino, yeye alionyesha kufurahi sana kwamba yuko na mke wake anayempenda sana. Jioni ilipokuwa imefika vizuri, hatimaye usiku ukawa umeingia. Mwanadada Lota alijihakikisha kwamba hawezi kulala chumba kimoja na kaka huyu Eino. Lakini wakati wa chakula cha jioni kilipokuwa kimeandaliwa, Eino yeye alitoka na kufika pale sebuleni, huku akiwa na furaha kabisa, akiendeleza maongezi yake na mwanadada Lota, ambaye kwa kweli alikuwa na kaa naye tu afanye nini, kwa sababu alikuwa hana la kufanya. Mke wangu, umeandaa chakula kizuri sana. Nimefurahi sana kwa kweli kuanza sasa leo kula chakula cha mke wangu baada ya miaka kadhaa ya kukupoteza kuwa mbali na mimi. Nani mke wako? Lota. Pamoja na kunipeleka polisi na tafiti zote kufanyika na ikagundulika kwamba wewe ni mke wangu halali, bado unaendelea kunikataa Lota? Kwa nini unakubali kutumika lakini? Hivi wewe, kati ya wewe na mimi, ambaye anatumika ni nani? Ni kwa nini umekuja kwenye maisha yangu lakini? Wewe kula chakula umalize uondoke, ukalale. Mimi sihitaji maongezi na wewe. Mke wangu, ni kitu gani ambacho kimekusibu lakini? Nataka nikwambie kitu, Lota. Pamoja na vitu vyote ambavyo umenipitisha, lakini nimekusamehe. Roho yangu imeumia sana kupelekwa na kulala polisi, na anayenipeleka kunilaza kituo cha polisi ni mke wangu wa ndoa. Sio siri, nimeumia sana, lakini nimeamua tu kuwa mpole kwa sababu bado nakupenda sana. Nilikuja hapa nikitegemea kwamba itakuwa ni furaha kwako na mimi, kwa sababu tumepoteana muda mrefu. Nilikuwa nimeenda kwenye shughuli za utafutaji, na wewe ukiwa unaendelea na masomo, huku ukiwa unaendelea na harakati zako za kibiashara. Nilitegemea ingekuwa ni siku ya furaha sana, siku ambapo tunaonana. Lakini mambo yamekuwa ni tofauti sana, Lota. Na mimi nina moyo. Ningeweza kupaniki na kufanya maamuzi magumu sana, Lota. Lakini upendo wangu unazidi hasira zangu. Ni kweli nimeumia sana, umenibagaza, umeniaibisha. Lakini natangaza kukusamehe kwa sababu wewe ni mke wangu wa ndoa. Eino, wewe ndio unayejua sababu ambayo iliyokufanya wewe kuja hapa katika maisha yangu. Wewe kama unahitaji kukaa hapa kaa, lakini naomba neno moja tu unitendee. Naomba ukome kuniita mimi mke wako.
naomba ukome na ukomae kuniita mke wako. Hilo ndo jambo pekee ambalo nakuomba. Kaa, kula, kunywa, fanya vyovyote, lakini naomba ukome kuniita mimi kwamba ni mke wako. Nimekueleza ukweli kwamba mimi na mpenzi wangu. Maneno hayo unayoongea hivi, Talo akisikia hayo maneno itakuwaje? Talo mpenzi wangu yuko Nairobi, akisikia kwamba mimi wewe unaniita mke wako, hujui kabisa kwamba utakuwa unaniingiza katika matatizo makubwa sana. Nakuomba sana, kama umeamua kukaa hapa kaa. Naomba usiukaniharibia uchumba wangu. Talo Evander ndiye mwanaume wangu mtarajiwa. Narudia tena haya maneno. Eino, naomba ukome kuniita mke wako. Nimemaliza. Mwanadada huyu Lota alikuwa na uhakika 100% kwamba hajawahi kuolewa, na ujio wa kijana Eino katika maisha yake una kusudi jingine tofauti na hilo la ndoa. Kwa upande wa Eino, naye alikuwa na uhakika 100% kwamba yule pale ni mke wake halali wa ndoa, na hata vyeti vya ndoa navyo na kila kitu tu amekwishaona. Swali ni je, ni nani ambaye ni mwongo kati yao? Upande wa Eino, yeye alinamisha kichwa chini akifikiri sana jinsi ambavyo mke wake ambavyo ameamua kumfanyia mambo mabaya sana. Ameamua kumkataa hadharani licha ya kuwa kulikuwa na uthibitisho wa kila aina kwamba ni mke wake. Alijua kabisa kwamba pengine ni kwa sababu ya mafanikio ndio sababu ambayo sasa Lota anamkataa na hahitaji kuwa na yeye. Kwa upande wa Lota, aliamini kabisa kwamba Eino yeye anakuja pale katika maisha yake ili aweze kumtapeli au kumvuruga ashindwe kuendesha biashara zake. Eino alinyanyua kichwa chake huku akiendelea kula chakula na kukisifia kwamba mke wake amepika chakula kizuri sana. Mke wangu, kwa kweli chakula chako ni kizuri. Nimefurahi sana. Chakula sijapika mimi, amepika mfanyakazi. Anyway, lakini hata hivyo mimi ninachojua, kwa sababu chakula kiko mezani, mimi najua ni wewe. Hata kama ni mfanyakazi, kwa kweli aisee, umemsimamia vizuri. Naamini kabisa kama angekuwa yeye peke yake asingeweza kufanya mambo mazuri hivi. Mimi najua pika yako bwana, mimi najua. Lazima, yani huu ufundi ni wa kwako huu kabisa Lota. Nakumbuka toka kipindi tuko wa chumba ulikuwa ukinipikia chakula hivi na nilikuwa nimekimisi sana. Nashukuru kwa ujio wako, japokuwa kuna sinema nyingi ambazo zinaendelea za wewe kunikataa na kadhalika, lakini yote hayo mimi naamini yatakuisha, kwa sababu mimi naamini katika maandiko matakatifu yanayosema kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na ninaamini kabisa Lota, hakuna mwanadamu yeyote hata kama awe na pesa kiasi gani atakayeweza kuvunja ndoa yangu mimi na wewe. Ni kifo tu ndicho ambacho kinachoweza kututenganisha mimi na wewe, kama ambavyo kiapo chetu kiliposema. Haya, kula ukalale. Walimaliza kula huku mwanadada Lota akionyesha kutokuhitaji kuongea sana na kijana Eino. Eino alipomaliza kula alitangulia kule chumbani kwenda kulala. Lakini kwa siku hiyo mwanadada Lota alikataa kwenda katika chumba ambapo alipokuwa amelala Eino, na badala yake alienda kulala kwenye chumba kingine ambapo alipokuwa analala house girl wake aliyekuwa akifahamika kama Eva. Dada, umekuja huku leo? Ndio, nimekuja. Nahitaji tulale wote au ni vibaya? Hapana, nimeshangaa tu kwa sababu nimeona shemeji akiwa yuko kule, alafu leo umekuja huku, ndio maana nimeshangaa.
Afu nisikilize Eva. Sijui nikwambieje, lakini nataka nikwambie kwamba yule sio shemeji yako. Yule simfahamu. Na kuna mambo mengi yako nyuma ya pazia. Nini? Wewe dada Lota humfahamu shemeji? Na kati kabla hujaja hapa ameniambia kila kitu. Ameniambia yeye ndo mume wako, ameniambia kila kitu. Amenionyesha mpaka vyeti. Unadanganya, unamkataa leo kweli? Nisikilize Eva. Kuna mambo mengi ambayo yapo na kuna kipindi kigumu sana nakipitia sasa hivi. Hivi vitu vyote unavyoviona sio vitu halali, na huyu nimekwambia simjui. Amekuja hapa anajitambulisha kwamba yeye ni mume wangu na sijawahi kumuona mahali popote. Na hili jambo liko polisi. Mbona hivi wewe dada bwana? Kwa hiyo unataka muachane? Wewe, afu nimekwambia huyu sio shemeji yako. Na usiniambie kwamba tuachane, si hajawahi kuwa hata mpenzi wangu. Na hizo ndoa anazozungumza sijawahi kufunga ndoa na yeye. Naomba unielewe na wewe. Hebu niache. Afu kama unaendelea kunihamasisha mambo mtakuja kugombana sasa hivi hapa. Mwanadada Eva, mfanyakazi wa mwanadada Lota, alipokuta kwamba bosi wake sasa anaanza kuwa mkali, ilibidi anyamaze. Basi dada. Aliamua kunyamaza akijua kwamba pengine kuna ugomvi ambao uko kati ya mwanadada Lota pamoja na Eino, na hivyo Lota ameamua kumkataa katu asimtambue kama mume wake. Eva aliamini kwamba hiyo ndio sababu pekee ambayo imemfanya hata kukimbia kitanda ili asilale chumba kimoja pamoja na Eino. Kwa sababu ilikuwa si rahisi hata kidogo kwa mwanadada huyu mfanyakazi hausigeli Eva kuamini eti kwamba kuna mtu tu anaweza akatoka from nowhere, akatoka popote alipotoka, alafu afike kwenye nyumba ya mtu na kujitambulisha akiwa na vyeti vya ndoa na kila kitu kuonyesha kwamba yeye ni mume wa mtu fulani. Eva aligundua hilo. Kwa hivyo yeye aliamini kabisa kwamba hawa ni kwa sababu wamegombana na hakutaka kuendeleza ule ugomvi kati yake yeye na dada yake yule bosi wake ili kuhusiana na jambo lile. Aliamua kunyamaza. Basi walipanda kitandani na kulala siku hiyo. Eino aliendelea kuvumilia huku akiwa na mawazo mengi sana. Alikuwa akifikiri sana jinsi ambavyo mke wake halali, mke wa ndoa, alivyokuwa akimfanyia. Ina maana Lota upendo wake umeisha kwangu? Na ni kitu gani ambacho kimepelekea upendo wake kuisha? Mbona tuliachana kwa wema tu? Yaani tulitengana kwa sababu ya kazi na tukiwa tumeshafunga ndoa? Mbona kabla ya ndoa tulikubaliana kabisa kwamba kwa sababu mimi nakwenda kutafuta na yeye anatafuta, tukakubaliana kwamba tufunge ndoa kabisa ili mmoja asije akamwacha mwenzake kutokana na jinsi tulivyokuwa tunapendana? Na hiyo ndio sababu 2014 mapema kabisa mwezi wa pili tukafunga ndoa yetu, ili mimi nikienda kwenye kazi na yeye ni akibaki kwenye shughuli zake, tuwe tuko mbali lakini tukiwa ni mume na mke na sio wachumba, ili tusije tukavunja uchumba. Imekuwaje Lota kubadilika kiasi hiki? Ni mwanaume gani huyu ambaye amekutana na Lota kiasi cha kufikia kwamba Lota ananikataa kwa kiasi hiki? Lota kukimbia kulala kitanda kimoja na mimi kweli Lota? Eino usiku ule alishika simu yake huku akienda kuangalia picha zao walizokuwa wakifunga ndoa kipindi wakiwa wanafunga ndoa yeye pamoja na Lota. Aliangalia zile picha huku akivuta kumbukumbu ya mbali sana. Machozi alianza kumbubujika pale ndani, akijiuliza, ina maana huu upendo ndio unaisha kwa stahili hii? Aliangalia picha zingine ambazo walizokuwa yeye pamoja na Lota katika hoteli mbalimbali, katika maeneo mengi ya starehe, mahali mbalimbali ambapo walipokuwa wakitembea pamoja, picha mbalimbali ambazo walizokuwa wamezipiga na moment mbalimbali ambazo kwa wakifurahi pamoja.
Sio siri, aliangalia hata katika line yake ya simu na kuangalia ukurasa ambao waliokuwa wanachat kipindi hicho wakiwa wachumba na kipindi ambapo wakiwa wamefunga ndoa yao, kabla yeye hajaondoka na kwenda mbali, mahali ambapo hata mawasiliano yao yalikuwa mbalimbali. Aliangalia na kuona jinsi ambavyo kulikuwa na message nyingi ambazo walizokuwa wanaonyesha kupendana sana. Kwa kweli kwa kijana Eino ilikuwa ni jambo gumu sana kuvumilia. Ni jambo ambalo lilokuwa linamuumiza sana pale, lakini alikuwa hana la kufanya kwa wakati ule. Alijipa moyo kwamba upendo wake pamoja na Lota lazima ungerudi tu iwavyo, lolote vile liwalo, lakini lazima upendo wao uweze kurudi kama kawaida. Aliamini kwamba hata kama kuna mwanaume yeyote ambaye anayemzunguka kwa Lota, lakini kwa upendo ambao wanaojua kati yake yeye na Lota, hiyo mbinu ambayo huyo mwanaume anaitumia, lazima kuna siku itaishiwa nguvu na upendo wake yeye na Lota utarudi vile vile. Aliangalia picha zile mpaka pale aliposhikwa na usingizi bila kujua ni saa ngapi. Hatimaye alishangaa asubuhi na mapema kukiwa kumepambazuka, usingizi ulipokata, akiangalia simu yake ikiwa imedondoka pembeni ya kitanda chake. Kwa upande wa mwanadada Lota, naye asubuhi na mapema aliamka, huku akiwa anakagua nyumba yake kila mahali, akiogopa kwamba pengine huyu mtu Eino alikuwa amefanya jambo lolote lile, pengine hata kuiba mali na kuondoka. Lakini badala yake alishangaa kuona mambo yake yote yako salama. Aliingia bafuni na kuoga na kumaliza, alienda na kugonga mlango ule alipokuwa amelala Eino, mwanaume ambaye hajawahi kumuona mahali popote. Alipogonga mlango, Eino hakuwa na hiana, alifungua ule mlango. "Karibu sana mke wangu." "Nani mke wako? Umeamkaje?" "Salama sana." Vipi wewe?" "Mimi niko kama unavyojua." "Ratiba yako leo inasomaje? Unaendelea kuwepo hapa au unaondoka?" Pale sasa Eino akiwa ameshikilia ule mlango alinamisha kichwa chake chini, akiwaza jinsi ambavyo mke wake anavyomnyanyasa. "Mke wangu, nilipanga kwamba siku hii ya leo niweze kupumzika na wewe hapa nyumbani kama utakuwa na nafasi. Au kama utakuwa unaenda kazini, niko tayari twende wote, ili mradi tuambatane mimi na wewe, tuendelee kuongea mambo kadha wa kadha." "Uambatane na nani? Kwenda wapi?" "Lota, acha kujifariji. Ninajua kabisa kwamba moyo wako bado unaumia kwa sababu naamini unanipenda kama mume wako. Huyo mtu ambaye anayekutumia anakuumiza wewe zaidi kuliko mimi unavyoniumiza. Ninafahamu wewe unaumia zaidi jinsi unavyofanya mambo mbalimbali ili kuaminisha tu watu kwamba, na kuaminisha moyo wako kwamba mimi sio mume wako. Lakini najua moyo wako unaumia sana kila unapokumbuka mazingira mbalimbali na maisha mbalimbali tulioishi hapo kabla. Naomba usiendelee kujitesa. Nimerudi mume wako. Naomba kama unaenda kazini, tutoke twende wote. Niko tayari kukusindikiza ili nipate muda wa kuendelea kuongea na wewe." Msikilizaji, maneno yale yaliingia katika moyo wa mwanadada Lota, huku akizidi kutafakari na kujishangaa sana. Hivi huyu mtu anajiamini kiasi gani kutoka huko alipotoka na kuja kuaminisha watu kwamba yeye ni mume wangu? Hivi hao watu wanaomtumia ni kina nani? Na anataka nini kwenye maisha yangu huyu Eino? Hivi kwa nini anataka kwamba mimi niweze kuwa mtu wa ajabu ajabu, yani nionekane kwamba mimi ni mtu ambaye sio? Mimi sijafunga ndoa, lakini analazimisha kwamba yeye ni mume wangu. Kwa nini? Huyu mtu anataka nini? Mawazo hayo yalikuwa yakisumbua sana moyo na kichwa cha mwanadada Lota. Baada ya hapo alimjibu akimweleza, Eino, naomba nisikilize.
vyovyote utakavyotaka. Kama uko hapa, basi Ausgeli yupo. Utamweleza unachohitaji, atakuhudumia. Mimi naenda kazini. Kama utataka kuja kazini, naomba nikuombe tu, nikueleze ukweli. Ukweli wa dhati. Usije ukathubutu kuja kazini kwangu, kwa sababu utaniona mimi mbaya. Usije ukathubutu kuja kazini kwangu na hayo mambo yako. Yale ni maeneo ya kazi. Sikuhitaji kule, usije ukaniletea vurugu zako na mikosi kule kazini. Na kama ukija, cha moto utakiona. Hakika mimi nakwambia, siko tayari kupata matatizo kule kazini kwangu. Kama unataka kukaa hapa, kaa. Kaa hapa, chumba chochote kile unachotaka, kaa. Si ndicho mlichojipanga kufanya? Kaa. Lakini naomba usije ukanisogelea. Usije ukasogea kazini kwangu. Baada ya maneno yale, mwanadada Lota aliingia na kujiandaa, na haraka alienda na kuwasha gari yake na kuelekea kazini kwake. Alipofika kazini kwake, moja kwa moja rafiki yake kipenzi wa kwanza kabisa alimuuliza hali halisi na mambo yanavyoenda. Huyu si mwingine bali ni mwanadada Venla. Venla, sijui nikwambieje. Niambie tu shoga yangu. Vipi kwanza huyo shemeji wa mchongo? Nakwambia mwenzako, hapa nilipo kichwa hakijatulia hata kidogo. Najua hakiwezi kutulia. Amekuja na jambo gani jipya? Ana jipya sasa? Hana jipya. Yale yale tu. Kwa hiyo bado anaendelea kusisitiza kwamba wewe ni mke wake? Ndio. Na sasa kinachoniumiza zaidi, Venla, ni kwamba anasema anataka aje kazini kwangu. Na kwa mambo ambayo anayoendelea, atakuwa hata kazini kwangu anapajua vizuri tu. Yule hawezi kuacha kujua. Lazima anapajua kazini kwako. Ndio kitu hicho ambacho nisikitaki. Nimemkataza, nimempiga biti, yani nimempiga mkwala wa kufa mtu. Nimempiga mkwala wa hatari kwamba akija huku atakiona cha moto. Sijui atakuja au ataogopa. Unasikia Lota shoga yangu? Sidhani kweli bosi kama yule mtu ataogopa au atakuja. Unajua yule mtu atabiriki. Yule kaka atabiriki. Na akija huku sijui itakuwaje kwa kweli. Lakini nafikiri tutumie mbinu ile ile ambayo aliyotupa afande Moya. Wewe, mbinu gani tena? Ile ile tu ya kwamba unyamaze, uishi naye tu kama kawaida. Uishi naye tu taratibu hivyo hivyo mpaka ukweli utakapofahamika. Wewe, Venla, hivyo unajua ni hatari. Yaani aje kabisa mpaka kazini na bado tumpokee kama mume wangu. Sasa, sikiliza nikwambie, bosi. Shida ni moja. Ukileta vurugu yoyote kwake, anaweza kwenda sasa mahakamani na kudai talaka. Ikiwa atataka mtalakiane, utakuwa umefanikisha jambo lake kama ni mtu ambaye amekuja kwa ajili ya kutapeli. Kwa hivyo ni bora umwache aje apige kelele, kwa sababu hata akija hapa si ataongea tu mambo hapa na pale, ataondoka. Kama ni masuala yote ya kifedha, masuala yote yana watu ambao wanafanya kazi. Unaona Kama ni masuala ya uhasibu, yupo Temu, yuko pale. Kwa hiyo hawezi akaingilia ofisi ya mhasibu. Kama ni masuala ya kazi nyingine, meneja Olivia yuko pale. Sasa hana kitu cha kufanya kwenye kampuni, au atakuja kufoji nyaraka za kampuni nazo? Haiwezekani. Kwa hiyo yule mwache, hata akija hapa kimya. Wewe achana naye. Atakaa hapa, atamaliza, ataondoka. Venla, ni kweli unavyosema, lakini sio rahisi kiasi hicho mimi kuelewa kukupokea mtu tu hapa. Kwanza leo sitadumu hapa kazini. Nakaa kidogo, mimi naondoka. Ili kusudi akija asinikute hapa, kwa sababu anaweza akaja. Na akikuta watu wengine,
hatakuwa na nguvu yoyote ya kuongea, ataondoka. Hapo sawa bosi, hapo mimi ninakuelewa. Unaweza kweli ukakaa hapa hatimaye ukaondoka, na kwa sababu nipo, kazi zingine zote zitaenda vizuri. Hakuna kitu kitakachoshindikana, kazi zitaenda vizuri kabisa. Na mimi nakuamini Venla, najua kazi kabisa zitaenda vizuri. Ndio hivyo. Kwa hiyo wewe unaweza ukakaa hapa ukaondoka, usiende nyumbani. Siwezi kwenda nyumbani, nikienda nyumbani tutakutana. Ndio hivyo sasa nakwambia. Boss Lota, wewe ukitoka hapa kaa sehemu nyingine. Hata kama ikitokea akija, atakaa hapa nini, ataondoka. Akishajua kwamba haupo kwanza aweze kukaa, ataondoka. Msikilizaji, maongezi ya mwanadada Venla pamoja na Lota wakiwa yanaendelea. Huku nyumbani, kijana Eino alikuwa na yeye akijiandaa ili aweze kwenda kumtembelea mke wake wa ndoa kule kazini kwake. Siwezi kukaa hapa nyumbani leo. Nimesitisha shughuli zangu zingine zote kwa ajili ya kuja kufurahi na mke wangu. Lakini mke wangu ameamua kuninyamazia na kuamua kunikana kabisa. Lakini kama ambavyo wanavyosema kwamba ndoa vile vile ni msalaba na kila mtu ataubeba msalaba wake mwenyewe, ngoja mimi niendelee kuwa na yeye hivi hivi. Naendelea kubeba msalaba wangu. Nitamfuata kazini, tutaendelea kuongea. Na sitishwi na kitu chochote, kwa sababu hata kama nikifa nitakuwa nimekufa nikiwa natetea ndoa yangu. Nitakwenda kazini kwake. Kama ataniletea watu wa kuniumiza, sawa. Kama ataniletea watu wa kuniua, sawa. Lakini nijue kabisa kwamba nauawa na mke wangu. Siwezi kwenda mbali na mke wangu niliyempenda sana. Ngoja niondoke. Eino aliongea hayo, na baada ya maongezi hayo akiwa anaongea peke yake, alijiandaa vizuri, na alipomaliza alikunywa chai ambayo ilikuwa imeshaandaliwa na housegirl Eva, na moja kwa moja sasa pale alitoka na kuelekea mahali ambapo ilipokuwa ofisi ya kampuni hii ya Logic, mahali ambapo ilipokuwa. Alitoka na hatimaye alichukua usafiri. Akapanda gari ile ambayo ilikuwa ni taxi aliyokuwa amechukua. Ikamtoa pale nyumbani na kumpeleka mpaka zilipo ofisi za Lokim Logistic Company Limited, ambapo ndiyo ofisi ya mwanadada Lota ambaye ni mke wake wa ndoa. Alipofika pale, moja kwa moja aliruhusiwa kuingia pale ofisi katika geti lile, baada ya kueleza kwamba yeye ni mgeni wa mwanadada Lota. Hata hivyo, pale getini walihitaji kujua mengi zaidi. Hakusita kujitambulisha, na kwa sababu alikuwa anajua tayari mke wake ameshaanza kuleta shida za hapa na pale, mahali popote alipokuwa akienda alikuwa haachi kile cheti chake cha ndoa. Wewe ni nani na unakwenda wapi? Mimi ni mgeni wa mkurugenzi wenu hapa. Namaanisha kwamba mimi ni mgeni wa Lota Christian Lawa. Bosi wetu? Ya. Inabidi ujaze hapa kitabu, kwa sababu aliyeingia na vitabu hivi vya wageni inabidi uandike hapa. Na uhusiano wako wewe na yeye, unataka kwenda katika ofisi gani? Mimi nahitaji kuonana na yeye mwenyewe. Na kuhusu kitu gani nikishaonana na yeye, hayo mengine ni masuala yetu ya siri, ni mambo mengine ya kifamilia. Uhusiano wako wewe na yeye ukoje? Yule ni mke wangu wa ndoa. Pale sasa alipoongea vile pale getini, hata wale watu waliokuwa pale getini pamoja na yule mlinzi na watu wengine ambao waliokuwa wanafanya kazi pale walipatwa na mshangao. Mume wa ndoa? Sasa kwa sababu yule
aliyekuwa mlinzi pale alikuwa anafahamu kwamba mwanadada Lota bado alikuwa hajaolewa. Alianza kustukia kitu, akijua kabisa kwamba hapa kuna jambo ambalo haliko sawa. Wewe unasema kwamba wewe ni mume halali wa bosi wetu? Ya, mbona bosi wetu yeye bado hajaolewa? Hana mume, bado hajaolewa. Ndivyo ambavyo unavyofahamu. Mimi ndio ninayekueleza kwamba mimi ni mume wake halali. Au kama unahitaji uthibitisho huu hapa. Pale sasa alifungua kwenye begi lake dogo ambalo alilokuwa nalo na kutoa cheti cha ndoa ambacho kilichomuonyesha yeye pamoja na mwanadada Lota kwamba ni mtu na mke wake. Kutokana na hali ambayo anayoifahamu inayoendelea, aliamua kuwaonyesha mpaka picha. Japokuwa hakuulizwa kuhusu picha, lakini kwa sababu yule mlinzi alishamtilia mashaka, ilibidi amuonyeshe cheti na kumuonyesha mpaka picha za ndoa wakati wakiwa wanafunga ndoa. Hii ilimpelekea sasa yule mlinzi kuogopa na kujua kabisa kwamba kumbe mwanadada Lota ambaye ni bosi wao alikuwa amewadanganya kwamba hajaolewa, lakini ukweli ni kwamba ana mume. Na kufikia pale alikuwa hana mashaka yoyote tena kuhusiana na kwamba kijana Eino ni mume halali wa bosi wao. Aliongeza heshima ya zaidi. Karibu bosi. Basi andika tu hapo, lakini haina lazima sana ya kuandika. La zaidi sana tunapiga picha dokumenti zako hizi kwa ajili ya kuweka kumbukumbu vizuri. Kweli bwana, yule polisi ambaye aliyekuwa pale, of course ni mwanajeshi wa jeshi la akiba ambaye aliyekuwa pale getini, alipiga picha cheti kile kwa ajili ya kuambatanisha katika dokumenti za wageni walioingia pale. Kwa sababu tayari bwana Eino alikuwa ameshaandika jina lake, aliruhusiwa sasa kuingia ndani. Kwa kweli hakuruhusiwa kwenda mwenyewe. Angeliongezewa na mtu wa kumsindikiza kabisa, kwa sababu tayari wafanyakazi ambao waliokuwa wako pale getini kwa muda ule, akiwepo mlinzi, walikuwa wameshagundua kwamba yule naye ni bosi wao vile vile, kwa sababu ni mume halali wa bosi wao. Heshima iliongezeka na kupewa watu wa kumsaidia kutembea pamoja na yeye, huku akiwa anamsaidia begi kumpeleka moja kwa moja mpaka katika ofisi ya mwanadada Lota Christian Lawa. Walipofika pale walikutana na secretary, lakini kwa sababu kulikuwa na yule mtu tayari, wale watu ambao waliokuwa wanamsaidia walimueleza kabisa secretary kwamba huyu ni mtu wa moja kwa moja, anapaswa aingie kwa sababu ni mume wa bosi. Hata secretary alivyosikia vile hakutaka kumzuia pale kwanza, lakini alishangaa. Ilibidi aulize, wewe Jacqueline, mume wa bosi? Bosi Lota? Ya, ni mume wake. Sisi wenyewe tumeshangaa. Wewe, hebu ngoja kwanza. Lota yani bosi Lota bado hajaolewa. Unawezaje kusema kwamba huyu ni mume wake? Mbona mnataka kuleta utapeli? Hebu ngojeni kwanza. Wewe, utakuja kupoteza kazi wewe. Huyu ni mume wake. Kwani unafikiri kila kitu lazima bosi akwambie? Ndiyo, alisema kwamba hajaolewa, lakini huyu ni mume wake na cheti cha ndoa nacho hiki hapa. Pale sasa ilibidi tena bwana Eino atoe kile cheti chake cha ndoa na kumuonyesha yule secretary. Yule secretary hata yeye alishangaa. Baada ya kuona vile, alishangaa sana kwa sababu alikuta sahihi ya bosi wake pale kwenye kile cheti cha ndoa na aliona kabisa kila kitu mpaka picha akaona. Pale Jacqueline ambaye ni secretary katika ofisi hii ya mwanadada Lota alishangaa sana. Alishikwa na kubutwa baada ya kujua kwamba kumbe bosi wao alikuwa ameshaolewa, alafu yeye anasema kwamba hajaolewa, na walishaonyeshwa mpaka mchumba wake ambaye ndiye anategemewa kuja kuwa mume wake baadaye. Baada ya kuona vile, anamwambia basi bana, ingieni, lakini hata hivyo bosi hayupo. Kwa hiyo wewe ingia naye, lakini kama Sui atamsubiri au vipi, mletee chai hapo basi, lakini bosi hayupo. Ukweli ni kwamba mwanadada Lota tayari alikuwa ameshatoka pale, kama alivyokuwa ameongea na Venla kwamba hawezi kushinda pale siku ile. Hayupo. Hayupo. Ninaweza nikamsubiri. Unaweza kumsubiri hata hapo ndani, unaweza kumsubiri. Wewe unasikia? Hebu mpeleke akamsubiri sehemu ya nje, lakini sasa hawezi kurudi sasa hivi.
kwa alivyoniambia hawezi akarudi mida hii. Kwa hivyo sidhani kama itapendeza kama ukimsubiri hapo kwa ndani kwenye sehemu ya kupumzikia nje ya ofisi yake, au uende sehemu ile kule ya mikutano ya dharura. Okay? Basi walikubaliana pale kwamba Bwana Eino apelekwe katika chumba kidogo ambacho kilichokuwa ni kwa ajili ya mikutano ya watu wachache, lakini mikutano ya dharura. Kule ndipo ambapo alipoandaliwa, kulikuwa na television, kulikuwa na kila kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu akaweza kuenjoy. Sasa mule ndani ndipo ambapo alipoandaliwa vitu mbalimbali, vyakula na vitu vingine vya starehe pale, huku akipewa mpaka remote ili aweze kuchagua ni kitu gani anapenda kuangalia katika TV iliyokuwa katika chumba kile. Kulikuwa na meza, viti vizuri, kulikuwa na hali nzuri ya hewa kwenye chumba kile. Basi Eino akakaa pale huku akiwa anafurahi sana kwamba mkewe kweli amepata mafanikio na ofisi iko vizuri. Wakati anaendelea kutulia pale ndani, alikuwa akijaribu kuangalia kama pengine mwanadada huyu Lota anaweza kurudi, lakini kwa sababu alishaambiwa kwamba hatorudi mapema, aliendelea kujipa moyo. Sasa wakati anaendelea kukaa pale, kidogo yule secretary alimpigia simu msaidizi wa Lota. Huyu ni huyu mwanadada Venla. Hello. Mambo? Poa, samahani bosi. Tunaweza tukaonana samahani. Nikufuate au nakuomba kama ikiwezekana uje. Niambie chochote nitafanya. Kuna nini? Hapana, kuna jambo ambalo linakuhitaji. Okay, basi nakuja hapo hapo. Venla alitoka katika ofisi yake, ofisi ya msaidizi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni hii ya Lockim Logistic Company Limited. Alikuja pale katika ofisi ile ya secretary wa mwanadada Lota. Sasa kwa sababu yeye alikuwa ni msaidizi wa Lota, basi yule secretary alikuwa akimheshimu sana kama ambavyo anavyomheshimu Lota mwenyewe. Bosi. I say bana, kuna mtu amekuja hapa. Amejitambulisha kama yeye ni mume wa bosi Lota. Sasa wewe unafahamu kama bosi Lota alishaolewa? Baada ya secretary kuongea vile, tayari Venla yeye kwa sababu alikuwa anajua issue nzima, alikuwa ashafahamu kabisa kwamba ni yule Eino ndiye ambaye amekuja pale. Hakusita kuongea sasa na yule secretary. Yuko wapi? Kwa hiyo mmempeleka wapi? Yuko kule kwenye chumba cha mkutano wa dharura. Kwenye kikao cha dharura kule, yuko amekaa kule. Mmemhudumia lakini? Tumemhudumia vizuri tu. Labda kama na wewe ungetamani umuone ili uweze kuongea naye kuhusiana na bosi Lota kama kuna taarifa zake zingine ambazo unazo ambazo mimi sina. Amejitambulisha kwamba ni mume wake. Ametuonyesha mpaka cheti. Lakini shoga yangu, hebu sikiliza. Mimi naomba nikuulize tu. Hivi kumbe bosi Lota alishaolewa? Maneno yale yalimfanya sasa Venla afikiri mara mbili kwamba akubali kwamba ndio au hapana, kwa sababu alikuwa hajaridhika kuongea kila kitu kwa yule secretary, kwa sababu alikuwa hajataka kufungua kila kitu ambacho kinachojiri kuhusiana na Lota pamoja na Eino. Zaidi sana alinyamaza, na baada ya hapo akaongea toka kumwambia, ngoja nionane naye kwanza, nitarudi hapo tuongee. Alitoka pale kwa secretary na moja kwa moja alienda katika chumba kile ambacho ndicho kilichokuwa cha vikao vya dharura, ama mahali ambapo alipokuwa bwana Eino. Shemeji, mambo vipi? Poa. Vipi? Safi. Nimekuja hapa bwana. Pale sasa alianza kuongea Eino. Wakati huo sasa Venla na yeye akienda kukaa katika sofa ambayo iliyokuwa inatazamana na sofa ambayo aliyokuwa amekaa Eino. Nimekuja bwana hapa, nilikuja nikuonana na mke wangu, lakini kwa bahati mbaya sijamkuta, ndio maana unaniona nimetulia hapa. Wamekusikiliza vizuri lakini? Huduma nimeona ni nzuri na niko hapa naendelea kupumzika hapa. Sijui mwenzako anarudi saa ngapi?
Sijajua kwa kweli, lakini kwa leo sijui kama atarudi. Nahisi kama akija atakuja tu kujaza taarifa za jioni pale, kutia saini, kukagua na kuondoka. Hawezi akashinda hapa leo. So mpigie simu. Nimejaribu kupiga simu yake hapa, nimeona haipatikani, ndio maana. Basi poa, ndio hivyo, leo hawezi akashinda hapa. Nafikiri kama akija hata niambia mimi nifunge taarifa, basi atakuja kufunga tu taarifa na kuondoka. Okay, sio mbaya, ngoja nikae hapa, baada ya hapo tarudi nyumbani. Sawa. Pale sasa Eino, yeye aliendelea kukaa pale huku akiendelea kufurahia movie ambazo alizokuwa anaziangalia. Eino alikuwa anapenda sana kuangalia vipindi mbalimbali ambavyo vilivyokuwa vinahusika na wanyama wa mwituni. Eino wakati yuko pale aliangalia mnyama simba alipokuwa na familia yake. Wakati ule akiwa anaonyesha jinsi ambavyo mume wa simba dume na simba jike, jinsi ambavyo walivyokuwa wameenda sehemu ya pembeni ya kujitenga wakiwa wanafurahia maisha yao. Swala lile lilimfanya na yeye awaze kama na yeye ndoa yake ingekuwa na furaha kama furaha ya simba yule, jinsi ambavyo alivyo na furaha na mkewe. Ndoa hizi bwana, ni kweli ndoa yangu nilioifunga kwa furaha kabisa inashindwa utamu wake na ndoa ya simba kweli. Hebu angalia simba wanavyofurahi. Cheki mpaka wale ndege, mpaka wanatoana viroboto ambao wamewangata. Mcheki Tausi anavyokimbia kule. Lakini nitapambana mpaka ndoa yangu irudi katika hali ya uzuri. Haiwezekani mapenzi yangu, ndoa yangu ishindwe utamu na ndege, wanyama wa porini kama simba. Wanazidije utamu ndoa yangu? Ndoa zao zina furaha. Hebu angalia wanavyocheza na watoto wao. Anyway, msikilizaji, Eino alikaa pale huku akiwaza sana kuhusiana na ndoa yake ambayo anaona inatibuka kabisa. Alikaa pale na ilipofika mida ya saa 9 aliamua kurudi nyumbani. Alirudi nyumbani kabla hata mwanadada yule Lota akiwa hajarudi pale ofisini. Alienda na kupumzika nyumbani kwake huku akiwa na raha zote kama baba wa familia, japokuwa akiwa na msongo vile vile kuhusiana na ndoa yake jinsi inavyokwenda. Mawasiliano kati ya mwanadada Lota pamoja na Venla yaliendelea, na kwa mantiki hiyo Lota hakutaka kufika pale ofisini kabisa. Lakini alimuomba tu mwanadada Venla aweze kuja kuendesha gari ili aweze kumpeleka nyumbani, kwa sababu yeye alikuwa yuko katika hali ambayo hawezi kuendesha gari. Safari ya mwanadada Venla ilitoka pale katika ofisi za Lokim Logistic Company Limited, na moja kwa moja alimfuata mwanadada Lota mahali ambapo alipokuwa amemwelekeza. Alipofika alimkuta na hali ambayo ni ya tofauti. Wasikia Venla, hebu endesha gari nirudishe nyumbani kule kusi yule boya yupo. Hali ile ilimshangaza sana Venla, kwa sababu kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anamfahamu Lota si mwanamke ambaye aliyekuwa anapenda kunywa pombe. Lakini aligundua tu kwamba msongo wa mawazo unaotokana na uwepo wa Eino katika maisha yake ndio uliomsababisha yeye aweze kunywa pombe. Aliingia na kushika msukani wa gari na kuanza kumwendesha mwanadada Lota kumpeleka mpaka nyumbani kwake. Wakati huo Eino alikuwa yuko ndani akiwa amehudumiwa kila kitu na mfanyakazi. Ndipo ambapo honi ya gari ilipoanza kupiga nje ya geti la mwanadada Lota. Pipi. Haraka sana
Babu Owino ambaye yeye ndiye ambaye aliyekuwa ni mlinzi wa geti lile alisogea na kufungua. Hakuwa na mashaka kwa sababu alikuwa ameshafahamu kabisa kwamba anayegonga hodi ile alikuwa ni bosi wake. Alimfungulia na gari ile iliingia mpaka ndani. Moja kwa moja alienda mpaka sehemu ya parking. Venla alishuka kwenye ile gari na huku akimfungulia bosi wake, rafiki yake vile vile, mwanadada Lota. Ina tumefika Venla. Tumefika bwana shogangu. Hebu njoo, lakini au umekunywa jamani, twende basi. Sasa wakati anajaribu kumshika ili aweze kumsaidia kushuka kwenye gari ile, wakati huo Eino kule ndani aligundua kwamba mkewe amekuja. Alitoka iwezi ili aweze kumlaki. Alikuja mpaka pale kwenye gari. Na kwa sababu mwanadada Lota alikuwa amelewa sana, alikuwa hata kutembea kwake ilikuwa ni shida. Venla, matatizo gani haya? Kweli wanakuja mtoto wake kwambia kwamba eti mume wako gani? Mimi kweli mimi niolewe afu nisijue. Najua kuna watu wananifanya kwamba mimi sina akili nzuri. Venla, wewe ni rafiki yangu mkubwa kweli wewe Venla. Wewe nakupenda kweli. Usimpeleke kwenye kile chumba cha wewe mvu ambaye anasema si mume wangu gani? Mimi naolewa na mtu simfahamu mimi kweli kabisa. Nipeleke kwenye chumba kile kule. Wakati anaongea na hali yake ya ulevi, pale Eino alikuja na kumsaidia mwanadada Venla kumbeba na kumuingiza mpaka ndani. Msikilizaji, bado mpaka hapa hakuna anayejua kwamba ni nani mwongo. Eino ndio mwongo au ni mwanadada huyu Lota ndiye ambaye ni mwongo? Ni nani ambaye anathibitisha kwamba hii ndoa ni ndoa halisi? Ni ukweli hawa watu wako kwenye ndoa au wanadanganyana? Hivi Eino kweli alifunga ndoa na huyu mwanadada? Ukweli utakuwaje? Lota alifunga ndoa, anaamua kumkataa au itakuwaje? Ukweli bado hatujaupata, msikilizaji wa Makala Simulizi. Endelea kubaki na mimi, tukutane katika sehemu ya 3 ili tuweze kujua kinagaubaga ni nini kinaendelea katika tukio hili zima. Simulizi hii inakwenda kwa jina la Miss Lota. Basi na kuaga katika sehemu hii ya pili, lakini vile vile na kukaribisha katika sehemu ya 3. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Tukutane katika sehemu ya 3, na kama wewe bado hujabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii, libonyeze hapo chini ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii. Bye bye, tukutane sehemu ya 3.